Alan Okello, lakini pia Buba Jammeh. Kwako wewe mchambuzi, unaionaje tathmini yako kwa namna ambavyo Young Africans na mwenendo wao hivi sasa mara baada ya mchezo wa dabi ya Kariakoo? Ni kweli ukitazama kikosi cha Young Africans kwa maana ya wachezaji alionao, mimi binafsi naamini kuna kitu ambacho Yanga itakimisi msimu huu. Kwanza, moja kati ya kitu ambacho itakimisi ni ule utimamu wa wachezaji kwenye kutekeleza majukumu yao ndani ya uwanja. Unajua ni wachezaji ambao wametumika kwa muda mrefu sana. Ukirudi msimu uliopita, Young Africans alicheza mashindano yote ya ndani na akabeba hayo mataji, si ndio? Lakini baada ya ligi kuisha, idadi kubwa wachezaji wao walienda kwenye majukumu ya Taifa Stars kule finali za Morocco pale, si ndio? AFCON za Morocco pale. Kwa asilimia kubwa sana wale key players hawakupata muda mwingi sana kuweza kulikava. Ukiacha Pacome Zouzoua ambaye inawezekana tu ni sehemu ya kazi kutokana na kile anachokifanya. Lakini tunazungumza kina Dickson Jobu, Baka, kina Mwamnyeto, kina Diala. Hao ni wachezaji ambao wametumika kwa mafanikio makubwa sana kwenye michuano, kwa maana kwenye michuano ya ndani msimu uliopita sasa. And then baada ya hapo wakaenda kwenye majukumu yao ya kitaifa. Pia wakatumika. Kwa hiyo kuna namna ambavyo hawakupata ule muda wa kuweza kulikava ile miili kutokana na uchovu ambao walikuwa nao baada ya mwisho wa msimu, hawakupata tena huo muda. Kwa hata mimi binafsi naamini inawezekana kuna nyakati Yanga itawamisi hao wachezaji kutokana na kuwa na mfululizo mwingi sana wa kucheza, kuwa na muda mrefu sana wa kutumika na si kupata muda tena wa kupumzika. Baada ya sasa ya kurudi kwenye michuano ya ndani tena baada ya msimu kuwa umeanza, ametumika kwenye michuano ya kimataifa, hatua ya makundi wakatoka, si ndio? Amerudi kwenye mashindano ya ndani. Bado uone wale wachezaji ambao wanaweza wakawa wanaaminiwa wacheze mbele yao ya kina Dickson Jobu, kina Baka, ili kuwafanya pia hawa wapate muda wa kuweza kulikava. Karibia hawa wachezaji ambao hapo kwenye eneo la kiulinzi, tukianza na Baka unajua alisimama tu hapa katikati kutokana na lile tukio ambalo lilifanya akasimamishwa mechi 5. Lakini ukija kwa mtu kama Dickson Jobu amecheza mechi nyingi sana toka msimu umeanza. Kwa hao kina Yasinki wapati muda wa kuweza kuchukua nafasi zao pale ambapo inahitajika ili kuwafanya nao waweze kupumzika, lakini ni changamoto ambayo wanaweza akakutana nao sana Pedro Gonçalves msimu kwa sababu ya kupata muda hao wachezaji kulikava. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwa msimu inawezekana Yanga akawa na majeraha mengi sana, au kama hatakuwa na majeraha hatopata ule utimamu wa wachezaji katika kutekeleza majukumu kwa 100% kama ambavyo ilikuwa msimu uliopita. Inavyosemekana Dickson Jobu yuko nje takriban miezi miwili. Kwa hiyo unaona ni pigo la moja kwa moja katika klabu ya Young Africans. Of course ni pigo la moja kwa moja, hilo halina doubt, kwa sababu ni mchezaji ambaye panga utakavyopanga kikosi chako wewe, lakini lazima utamweka Dickson Jobu akiwa kwenye utimamu. Yaani wewe hapo Rama ninapozungumza na wewe, panga kikosi chako unavyopanga. Hata ukichukua mabeki bora wa Tanzania kwa hivi sasa, basi Jobu lazima awe sehemu ya mabeki bora. Kwa hiyo utapanga kikosi chako utakavyopanga, lakini Jobu lazima awepo. Hiyo ni changamoto ambayo unaona watakumbana nayo kwa sababu ni mchezaji muhimu akiwa uwanjani. Of course kuna baadhi ya majukumu ambayo anayafanya kwa 100% kuliko mabeki wengine. Kwa hiyo kwangu mimi naamini hilo ni pengo la moja kwa moja. Anakosekana huyo, atakosekana Clement Mzize. Hadi leo anamisi kile kitu ambacho Mzize alikuwa anakitoa msimu uliopita. Yusufu, ni kwamba Young Africans wana key players wengi ambao ni regular starter wako nje hivi sasa. Clement Mzize, unamzungumzia hapo Dickson Jobu, unamzungumzia hapo Pacome Zouzoua, wote hao wako nje. Wote unaona ni wachezaji ambao wakipewa nafasi ya kwanza ama wakiwa kwenye utimamu wao, asilimia ya kukupa kile unachokihitaji ni kwa asilimia kubwa sana, 100%. Kwa Pacome atakupa magoli, atakupa assist, ataifanya pia timu iwe na overall nzuri kwenye namna ya kwenda kushambulia. Lakini unamuona Jobu akiwa kwenye lile eneo lake, ana uhakika wa kufanya mikimbio kwenye kati ambazo unamhitaji. Ndio mchezaji pekee ambaye anatumika zaidi kuliko mchezaji mwingine, kwa maana unaweza kumtumia kama fullback namba 2 pale ambapo kocha huwa anaamua kwenda na wote watatu, lakini anatumika pia kama namba 5. Na unaona katika hizo sehemu zote ambazo anacheza bado asilimia kukutimizia kila anachokihitaji ipo kwa asilimia kubwa sana. Uwezo wa kupiga mipira ya juu, uwezo wa kuzuia, tackling anazozifanya, ni mchezaji ambaye ni muhimu. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani hili ni pengo ambalo Yanga inawezekana litakuwa linaonyesha sasa wapi ambapo Yanga wamepungukiwa. Yaani kwa maana ni wachezaji ambao endapo watakosekana tutajua kabisa kuna wachezaji hawapo kwenye kikosi cha Young Africans.
Tuzungumzie sasa pia na sajili za dirisha dogo, Buba Jammeh, lakini pia Alan Okello Starboy. Yeah. Laurino Depo angalau ameonyesha kitu mpaka hivi sasa, sofa ana magoli 5 katika msimamo wa kuzungumzia top score, yuko nafasi ya mwisho, lakini kwa sababu wamefungana wengi. So Buba Jammeh pamoja na Starboy, kwako wewe ni kama bado hawajaonyesha kitu, ama haya ni maneno tu ya watu na vijiweni, lakini kwako wewe kwa jicho la kiuchambuzi kuna kitu nakiona hapo baadaye? Ya, unajua tukianza hata kwa Depo tu ni mchezaji ambaye wa mechi kubwa. Yaani ni mchezaji ambaye ni wa mechi ndogo. Sio mchezaji mechi kubwa. Sio mchezaji wa mechi kubwa. Yaani Depo ni mchezaji ambaye utamuona uhatari wake zaidi pale ambapo ipo kwenye hizi timu za madaraja ya kati. Pale ambapo wanashindana na hizi timu za madaraja ya kati. Lakini Depo ukimsimamisha mechi dhidi ya Simba, mechi dhidi ya National Ahli tulimuona namna ambavyo alikuwa na struggle. Mechi dhidi ya Falabati kuna namna ambavyo anafichwa na umuoni kabisa yule Depo ambaye tumekuwa tukimuona ligi kuu. Lakini bado ni mchezaji ambaye amekuwa na msaada kwenye hizo baadhi ya mechi. Si mchezaji ambaye unaweza ukampa hilo jukumu la kusimama kwenye zile mechi ambazo zinahitaji nishati ya kutosha, kwa maana uwezo wako wa kufikiri na utendaji wa kile ambacho unakifikiri. Yaani mchezaji ambaye ana uwezo wa kukupa 70% katika kile alichonacho. Depo sio mchezaji wa mechi kubwa. Yaani hiyo iko wazi. Kwa maana yako sasa tutarajie Depo akifunga mechi nyingi sana za ligi kuu, lakini sio zile mechi ambazo tough kama Derby ile Azam, Singida. Unaweza usimuone yule. Yaani Depo atakutana na timu ambayo inajua kabisa kuzuia. Depo hataonekana. Na kama unakumbuka hilo, rudi tu hata kwenye mechi dhidi ya Simba pale Zanzibar. Depo yani alionekana kwenye matukio, yani baadhi ya matukio, yani sio yule Depo ambaye umetoka kumshuhudia dhidi ya JKT Tanzania uwanja wa KMC Complex. Lakini baada ya kwenda kukutana na Simba ambayo ina wachezaji wazuri katika kujilinda, lakini wachezaji ambao wanajua kucheza na nyakati, ulimuona namna ambavyo alikuwa na struggle. Tukija kwa Alan Okello, nadhani sasa hapa ndo narudi kwamba mimi binafsi baada tu ya mechi kuisha ya Derby nikamposti Okello pamoja na Libasi Gwe. Nikaanza kuwauliza sasa nani ambaye alikuwa sahihi katika kufanya maamuzi yake. Ukitazama hadi hivi sasa Okello ndo mchezaji pekee ambaye amecheza mechi nyingi. Lakini bado hana uhatari mkubwa sana ukimlinganisha na Libasi Gwe. Unajua Gwe mchezaji ambaye of course anacheza, lakini ni ngumu sana kumuona anamaliza dakika 90, naye ana hiyo changamoto bado. Yaani kwenye mechi nyingi sana ambazo Libasi Gwe amecheza hajamaliza dakika 90. Hiyo ni changamoto. Lakini ukija sasa kwa Okello, ana mechi nyingi sana amecheza akiwa uwanjani, of course mikimbio anayokimbia, lakini bado ile end product yake iko chini sana. Sio kwenye kuassist, sio kwenye kufunga, kote huko chini. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye akiwa uwanjani anategemea zaidi support ya wachezaji wenzie na si kupata kile unachokihitaji kutoka kwake. Yaani matarajio yote ya Young Africans katika kile ambacho Okello alikuwa nacho, sifikiri kama wamekipata kwa asilimia hata 15. Sababu aliamini akija ataongeza ufanisi wa kutengeneza nafasi, uwezo wa kufunga, na ni moja kati ya wachezaji ambao wanapiga sana nje ya uwanja, hata mipira kutenga anafanya hivyo. Lakini toka alipokuja Yanga hajaonekana kuwa na huo uhatari. Si ndio? Kwa hiyo mchezaji ambaye tunaweza kusema anahitaji muda ama matumizi ya mwalimu kulingana na kile ambacho Okello anacho, wameshindwa kumtumia. Hayo yote yanabaki ni maswali ambayo hana majibu. Hata kwenye mechi dhidi ya Simba ukuu unaona kama ni mchezaji ambaye muda wote anaweza akafanya kitu ambacho unakihitaji. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani anahitaji zaidi muda na kukaa na mwalimu kuangalia nini ambacho anakikosa. Yaani kumuongezea vile vitu vya kiufundi ili aweze kutafsiri zaidi kile ambacho mwalimu anakihitaji. Lakini kwa Buba nadhani mchezaji ambaye anahitaji muda. Bado ana nafasi kubwa sana kwenye kikosi cha Young Africans. Of course tumemwona kwenye mechi kadhaa na amefunga baadhi ya mechi, lakini bado uwezo ukampa tumaini la kuanza mbele ya Maxim pia Nzengeli. Ya mbele labda ya mtu kama Okello, mbali na kuwa pia Okello si mchezaji ambaye amekuwa na athari kwa timu pinzani, lakini bado Buba Jammeh anahitaji muda zaidi na si mchezaji ambaye unaweza ukaanza kumdai kwa hivi sasa magoli au assist. Anahitaji muda kwanza kudhibitisha nini ambacho yuko nacho. Itoshe kusema mchezo wa Derby ya Kariakoo pia ni miongoni mwa kitu ambacho kimechagiza watu sasa kufahamu madhaifu ya klabu ya Young Africans kwa upande wa wachezaji. Yani mechi ya Derby huwa ndo mechi ambayo itaonyesha zaidi madhaifu, ubora na mapungufu ya mchezaji kutokana na nafasi ambayo amepewa. Hivi sasa watu wanampongeza labda Rushaine De Reuck mbele ya kina Baka kwa sababu ameshathibitisha
lakini alikuwa anathibitisha mbele ya nane. Unajua kuna ile mnashinda goli 5 au mnashinda goli 3 na kuendelea, afu unaulizwa umeshinda dhidi ya nane. Kama unakumbuka haya maneno yapo sana kwenye kombe la CRDB. Labda Yanga anashinda goli 4, unaulizwa umeshinda na nani, si ndio? Kwa hiyo hata hivi sasa tukisema kwamba Depu ni mchezaji mzuri, ni mshambuliaji mzuri, ni mzuri mbele ya kina nani? Yaani ni bora katika kufunga ama kufumania nyavu dhidi ya nani? Kwa hiyo ndio mechi pekee ambayo huwa inaacha lawama, huwa inapima uwezo wako wa utendaji kazi ndani ya uwanja, unapima pia hadi ubora wa kocha kwenye namna ya kubadilika kulingana na namna ambavyo mchezo unaenda. Hata kwenye mchezo wa dabi inaonekana kabisa Steven Becker ni bora kuliko Pedro Gonçalves kwa sababu ya kimbinu ambazo Steven Becker alikuwa nazo. Uwezo wake namna ambavyo alikuwa anasoma zile moments zinavyoendelea, na inaonekana pia Steven Becker alifanikiwa kutokana na alisoma vizuri Young Africans. Omweke yake alifanya vizuri, nzeni akaacha vipaji vya wachezaji alionao vikaweza kuamua. Kwa hiyo nadhani mechi ya dabi ndio huwa mechi ambayo inapima ubora wa wachezaji wako, ubora wa mwalimu, lakini pia mapungufu ya mchezaji mmoja mmoja kulingana na namna ambavyo ametumika ama ameonyesha kila alichonacho kwenye mchezo husika. Tumalize na hii sajili za dirisha dogo upande wa klabu ya Simba na sajili za Young Africans, ukizimeasure hivi katika mzani, unatoa ngapi kwa ngapi, 10 kwa 10? Ukimchukua mchezaji wa Young Africans ukimfananisha na mchezaji wa Simba, ukimchukua Libase Gye, Alani Okelo, unawapa ngapi kwa ngapi? Nadhani kwa upande wangu Gwe dhidi ya Okelo kwa hivi sasa inawezekana baadaye akawa bora sana Okelo mbele ya Libase Gye, lakini kama tutaenda kwa numbers ambazo ziko kwa hivi sasa ama mfululizo current performance, kwangu mimi ni Okelo nitampa 6, lakini Libase Gye nampa 9 ya 10. Ola na nani? Bora tumchukue na nani? Babu si Buba jameni pale hapo. Si bado? Bado sana. Buba kaja juzi hapa. Kwa tuseme tu kwa ujumla usajili wa Simba dirisha dogo unaonekana umelipa kulinganisha na usajili wa Young Africans. Of course Simba ameleta wachezaji ambao wana vipaji vikubwa sana. Kilichobaki ni namna gani ambavyo kocha anatengeneza mazingira sahihi kulingana na vipaji alivyonavyo na kuanza kupata kila anachokihitaji kwenye kila mchezo. Najua imekuwa ni changamoto kubwa sana kuchukua tabia, sifa, mapungufu ya kila mchezaji mmoja mmoja and then kuyafanya kuwa bora ili uweze kupata kile ambacho unakihitaji. Kwa hiyo Steven Becker bado ana kazi kuhakikisha anatengeneza mawasiliano mazuri kwenye eneo la mwisho, kwa sababu changamoto ambayo ipo kwa hivi sasa kwenye eneo la Simba ni kila mchezaji anataka kufunga. Yaani endapo Simba watamaliza ile swala la ubinafsi, basi inawezekana tukashuhudia mabao mengi sana, tukashuhudia mwalimu akifunga, kwa sababu kwa hivi sasa namna ambavyo Simba inacheza, hata isipocheza na mshambuliaji pase, inakupa hiyo asilimia ya kwenda kuimiliki mechi na kufunga mabao. Kwa hiyo wamalize lile swala la ubinafsi, yani tugawane majukumu. Kwa nafasi ya kufunga funga, nafasi ya kufunga haipo tu, nafasi kwa mwingine aweze kufanya hivyo. Itoshe kusema sasa Young Africans mara baada ya mchezo wa Simba, nimesikia pia fununu kwamba wanataka kutafuta kocha mwingine ambaye huenda akaja kubadilisha, maana hawaelewi Pedro anafanya kitu gani. Hii umezisikia ama ni tuachane nazo, ni story ambazo sio za kweli mpaka hivi sasa? Inapo itakuwa ni swala la kweli litakuja na unaona ni sahihi kufanya hivyo kwa hivi sasa. Young Africans watafute kocha mwingine? Hapana, mimi binafsi sioni kama kuna ulazima wa kufanya hivyo, kwa sababu ndo kocha bora zaidi ligi kuu Tanzania bara. Na kama unakumbuka kwenye mchezo wa Simba na Yanga alichukua ile tuzo yake ya kocha bora wa mwezi, si ndio? Sio kwa bahati mbaya. Amefanya bora sana ligi kuu. Nadhani ndo kocha pekee ambaye amefunga mabao mengi lakini pia hajafungwa. Style of play ukimtizama namna ambavyo anachezea kikosi chake na tunasema ile misingi ya Young Africans, unamuona huyu ni kweli anaweza kuifikisha sehemu fulani. Inawezekana asiwe kwenye misingi ya Miguel Gamondi ama kina Profesa Nabi, lakini kama timu inapata mahitaji muhimu kwa maana ya pointi 3 uwanjani, sifikiri kama kuna haja ya wao kufanya hayo maamuzi, kwa sababu changamoto ambayo ilikuwepo chini ya Romain Folz, tulilalamika ile swala la performance, japokuwa pia alikuwa anashinda. Lakini uzuri kwa huyu
anakuonyesha kidogo timu inaweza ikacheza, inaweza ikamiliki mechi na bado matokeo inaweza ikayapata. Nadhani katika swala la kuitengeneza timu huwa linahitaji muda, na ukizingatia kulikuwa baadhi ya wachezaji kina Andy Boeli, kina Celestian Ekua, Musa Barakonte wameondoka, wamekuja wachezaji wapya. Kwa hiyo lazima pia kocha anahitaji muda kuanza kusoma tabia za wachezaji waliopo na kuhakikisha anapata kila anachokihitaji. Kwa hiyo endapo atafanya haya maamuzi kwa huo uwalaki, inawezekana wakapitia nyakati ambazo Simba amezipitia kwa hivi karibuni. Kwa maana mwanzoni mwa msimu ameanza na Fadlu Davis, akaondoka, akaja Matola kwa wakati wake, Medi Morocco. Kwa hiyo kila kocha atakayekuja utamwona ni mbaya, kwa sababu unachokihitaji wewe ni alama 3. Kwa hiyo kama umeshapata kocha kukupa alama 3 kwenye kila mchezo, basi mpe kwanza muda, uangalie mapungufu yalipo, and then uache mechi ya Moi Perle, merci beaucoup mon ami. Thank you.